ukoma ilikuwa ni ukoma unaonekana kwa watu, wanakiangalia hivi wanaona wale ni wenye ukoma, wale wakatengwa. Kuna mambo mengine wanapambana nayo, si ya kwamba mtu ayaone na akauchukulie hatua. Ni wewe mwenyewe ujiamulie na uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapochukua hatua yoyote katika zile changamoto unazopitia katika maisha yako na katika moyo wako, Mungu huwa yuko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya imani ya wenye ukoma ilitikisa mambo. Bwana Yesu asifiwe. Ilitikisa mambo. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa 4 lakini wakasikika kama jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana mji wa Samaria, mbali na kuwa ulikuwa una njaa ndani yake, nje ya huo mji pia ulikuwa umezungukwa na jeshi kubwa la Washami ambao walikuwa wameamua kuja kuteka ule mji. Bwana Yesu asifiwe. Agria mangwamba shaka tuja shaka. Bwana alipe. Sasa nitumie hiyo lugha maana tuko mchanganyiko. Bwana Yesu asifiwe. Shida juu ya shida, tabu juu ya tabu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nyinyi wenyewe mko taabani. Alafu mahali kwenye umeweka tumaini, labda mnategemea msaada uje, kuna shida. Kisha juu ya hiyo shida kuna shida nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiria hiyo hali ujiweke. Bwana Yesu asifiwe. Jikusanya wewe mwenyewe na hali zako katika nyumba yako na katika maisha yako na wokovu wako. Hali kama hizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zilikuwa ni hali ngumu, za kuchokesha moyo, za kuchokesha, yani za kufikisha mtu mwisho kabisa. Lakini tujifunze kwa hawa wenye ukoma 4. Bwana Yesu asifiwe. Walichukua hatua wakaondoka. Mstari wa 5, basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna hatari zingine, si hatari. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walienda kwa hiyo hatari. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo pia ilikuwa ni tishio. Ndani ya mji kuna njaa, wakienda watakufa. Wasipoenda wakibaki pale pia watakufa. Wakiendea Washami pia wale ni watu ambao hawako na nia nzuri kwa ajili ya mji wao pamoja na hao wenyewe. Je, tutapona? Lakini hivyo tuende. Wakituhifadhi hai tutaishi. Wakitua tutakufa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali unafikiria mpaka unafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utaganda katika hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Usigande, maana ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutie nguvu, akupe tumaini la kwamba kuna kuishi na kuna kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Utakapochukua hatua na ukiweka imani ndani ya hizo hatua, Mungu yuko pamoja nawe, hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe kisa kimoja basi. Bwana Yesu asifiwe. Kisa kama cha watu hawa 4 waliochukua hatua yenye hawakujua wataangamia ama wataishi. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie story ya Esther. Esther si mnamjua katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Esther alihatarisha maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuingia katika nyumba ya mfalme kinyume na taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Hakujua kutatokelezea nini, lakini imani ndiyo inayookoa. Bwana Yesu asifiwe. Aliingia kinyume na taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali hiyo ya kumwendea mfalme, yale mambo mabaya ambayo yalikuwa yamepangwa kinyume cha Wayahudi, Bwana Yesu asifiwe, na jamii ya Esther na wote wanaohusika na Esther yakageuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Alichukua hatua Esther. Hakujua kutatokelezea nini, lakini Mungu sasa anaangalia hatua yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaangalia zile hatua zetu tunazochukua wakati shida imetokelezea, ama wakati changamoto inapotokea, ama wakati magonjwa yanatukumba. Mungu anaangalia the next step. Hiyo hatua tu, hata kama ni moja, umesema wacha nifanye hivi, Mungu tayari anaanzia hapo. Umefika mwisho, umefanya kila kitu, lakini umefika mwisho wako Mungu anaanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So tusikate tamaa. Tuko na mambo mengi kama kanisa, tuko na mambo mengi kama washirika, tuko na mambo mengi, wewe binafsi, lakini usikate tamaa wala usikwame katika tatizo hilo.
chukua hatua. Mungu yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe kisa kingine. Nimetaja Esther. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikupatie kisa kingine cha Shadrach, Meshach na Abednego. Bwana Yesu asifiwe. Je, Shadrach, Meshach na Abednego walijua wakiingia katika ile tanuri ya moto watapona? Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika imani na kujua Mungu, walijua Mungu wao ni Mungu. Kwa hivyo huyo Mungu wetu sisi hatubadilishi kabisa. Atuokoe, asituokoe, hatutaiabudu miungu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni imani kuu. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Bwana Yesu asifiwe. Hata sijui ni tafsirije zaidi ya vile ilitafsiriwa katika Biblia imani. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya maamuzi magumu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni mengi katika ulimwengu huu. Inafikia mahali unakwama kabisa. Wengine wakikwama kama hivi, wanafikiria kamba tayari, wanafikiria kitu cha rahisi, yani cha kutoa, maana hata hao ni umuhimu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni umuhimu kabisa wa kuishi katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe uliyeokoka, uko na tumaini. Uko na tumaini. Ongeza imani katika changamoto za maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shadrach, Meshach na Abednego walipotupwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata sikutupwa tu peke yake. Walikuwa hawana hofu, walikuwa na imani na yule Mungu wao, lakini mbali na hizi changamoto walizozipitia, upande ule mwingine kulitendeka nini? Bwana Yesu asifiwe. Sheria ilibadilika. Mungu yule wa Shadrach na Meshach na Abednego ndiye Mungu aliyeabudiwa, aliyeamuriwa kuabudiwa katika hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki niwachokeshe. Tuendelee tu polepole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Turudi katika ujumbe wetu wa wenye ukoma 4. Mstari wa 6 unasema, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yanatendeka jamani, unapochukua hatua kama mtu wa Mungu, unapochukua hatua ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale utayaona yanatendeka kwa macho haya, kuna mengine utayaona. Bwana Yesu asifiwe. Wenye ukoma 4 walikuwa wakitembea, wakidhani tu wanatembea, hawajui litakalo wakumba, hawajui chenye kitatokea next. Lakini kumbe kwingine kuna mambo huko yanaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapozama katika maombi, unapochukua hatua, hata falme zingine zinatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale utayaona. Hawa wenye ukoma 4 hawakujua kwamba kuna Washami wameshikizishwa. Kumbe hatua zao Mungu aliziongeza zikawa za nguvu nyingi kabisa, mpaka Washami, jeshi kubwa ambalo lilikuwa limejihami kisawasawa, lije liuteke mji. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yakaharibika huko. Walikuwa wamejibeba vizuri, vyakula vyao, fedha zao, kila kitu chao, waje wateke mji na wafanye vile wanajisikia na huo mji. Lakini waliingia hasara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya watu 4. Bwana Yesu asifiwe. Hatua zao jinsi wanavyoenda huko, basi hata wanasikia ni magari ya moto hayo. Ni majeshi makubwa yamekusanywa ili yaje atupige. Wacha tukimbie na sisi tuokoe roho zetu na nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tuko katika ulimwengu huu tunaoona, lakini mambo mengine katika ulimwengu mwingine huyaoni. Kuna wakati Mungu atakufungulia uyaone, kama mtumishi Elisha alivyofunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa anawindwa na maadui, akafikia mahali maadui wakawa wamezingira mahali Elisha alikuwa ayuko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtumishi wa Elisha alipoona ile hali, alipotoka nje akaona lile jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa macho haya alitetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtumishi wa Mungu Elisha akasimama, akajua hata sitaki kuangalia nini wala nini. Ninajua walio katika ulimwengu huu ni wachache, lakini walio katika ulimwengu ule wa Mungu ni wengi. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na alipomwambia yule mtumishi wake akamwambia, Mungu naomba huyu mfungue macho aone jinsi tulivyozingirwa na ile jeshi kubwa kuliko hawa anaowaona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamfungua macho yule mtumishi wa Mungu na akaona jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na akaachana na kutazama kwa macho haya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozama katika maombi, mambo mengine yanatendeka katika ulimwengu mwingine ambao hatuyaoni. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi ya Mungu. Zama, chukua imani. Bwana Yesu asifiwe. Labda hata uko hapa, labda pengine kuna changamoto kwa nyumba yenu, pengine kuna ulizaliwa kwenye ukoo wenu, kuna mambo labda ulifanyiwa miaka na vikaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ulirithishwa, vitu vingi vinatatiza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapozama katika maombi wakati huu, Bwana Yesu asifiwe, Mungu anatenda kitu huko. Labda hata watakutaja ama hawatakutaja, lakini hiyo si shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Je, Washami walipokuwa naenda kishindo hicho huko walijua? Huku walijua. Bwana Yesu asifiwe. Kadri wanavyotembea walijua kuwa kuna mambo yanaharibika katika jeshi la Washami. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo hata sisi katika maisha yetu na wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi tunavyoishi maisha yetu, eka imani katika hali zako zote. Kuna mambo fulani yatatendeka katika falme fulani, katika maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini itakuwa ni Mungu ameyatenda hayo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo adui alishtuliwa tu na hatua, lakini kuna mambo mengi ambayo katika ulimwengu huu unaweza ukayafanya na mambo yakafanyika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome huo mstari wa 7 tujue nasema nini. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani katika hali hiyo kile kishindo cha watu 4 kiliwasababisha ile jeshi kubwa la Washami likakimbia. Bwana Yesu, hata hawakujua kunaendelea nini, walijua tu kilio hicho. Kuna hali ngumu ambayo inatukabili, wacha tujisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaenda hivyo hivyo na ikawa ushindi kwa watu wenye ukoma 4. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo waliingia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wenye ukoma 4 walikuwa na shida nyingi sana, lakini Mungu akachunguza zile hatua zao na akafanya jambo kupitia kwa zile hatua zao. Bwana Yesu asifiwe. Maana hatua zao kwanza zilisikizishwa kama kishindo kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mbali na kuwa zilisikizishwa, mahitaji yao pia waliokuwa na hitaji yakatimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wana njaa, walikuwa na mahitaji mengi, walikuwa wana njaa hao wenyewe binafsi, lakini wakifikiria pia hata ule mji ambao sisi tulitolewa tukawekwa nje tukatengwa, pia kuna mahitaji fulani. Wako na njaa wale, itakuwaje? Wakajitosheleza hivi, alafu kisha wakasema hapana, hizi basi ni habari njema hizi, hatuwezi tukabaki nazo sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakachukua hatua pia, wakaenda kupeana information. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mji wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapotendewa mambo, jaribu kumshuhudia yule mwingine pia. Labda kupitia kwa ushuhuda wako yeye atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, ujumbe huu wa leo, wenye ukoma 4, Bwana Yesu asifiwe, waliokuwa hawajui next itahappen nini. Esther alipochukua maamuzi yale katika nyumba ya mfalme, hakujua next kutafanyika nini. Bwana Yesu asifiwe.
Alafu tukiangalia Shadraka na Meshaki na Abednego kwa ajili ya msimamo wao na imani yao ya wokovu ya kumjua Mungu na kumtumikia yule Mungu wao, hawakujua next kuta happen nini. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu tena kilikuwa kizuizi katika watu hawa wote wenye nimewataja. Bwana Yesu asifiwe. Je, waliangalia maisha yao, labda nitaangamia, sitafanya? Waliamua moja, nife nipone, mimi lazima nichukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maamuzi mengine, jiangalie wewe mwenyewe, nikifanya hili nitakuwa ninatatua jambo na Mungu yuko pamoja nami, ama nisipofanya hivi nitakuwa natumia akili yangu, ama itakuwa ni vipi? Bwana Yesu asifiwe. Basi usitumie akili zako. Bwana Yesu asifiwe. Kama unachukua maamuzi ya imani, usitumie akili zako. Toa kabisa, amini kwamba Mungu anafanya, Mungu anatenda. Lile ambalo haliwezekani, Mungu linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukijaribu kutetea uhai wako ama ukijaribu kutetea maisha yako kwa sababu ya hatua fulani, unajiangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Unajiangamiza. Lakini utakapochukua hatua ya kuiangamiza maisha yako kwa sababu ya hatua ya imani, unayaponya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakapofanya maamuzi magumu ya imani kwa sababu ya jambo fulani, Bwana Yesu asifiwe, yaani kuhatarisha maisha yako kwa sababu ya imani na kwa sababu ya Mungu, utayaponya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakapotumia akili zako na ujanja wako wote na maarifa yako yote, unaangamiza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome hichi kitabu cha mwisho cha kutamatisha, Luka 17:33. Kitabu kile cha Luka mlango wa 17 mstari wa 33. Nasema, mtu yeyote atakaye kuipenda nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayeiangamiza ataipenda. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee na Yohana 12:25. Yohana mlango wa 12 mstari wa 25 anasema, yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaotembea katika imani, Bwana Yesu asifiwe, kuna mambo mengine ni lazima uamue tu, liwe liwalo, ninaiendea hii njia kwa sababu Mungu yuko pamoja nami. Hiyo ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Ninachukua hatua hii ya imani kwa sababu Mungu yuko pamoja nami. Sitaki kujua kuna nini, sitaki kujua watasemaje, sitaki kujua bosi ataniambia nini, lakini hii ndiyo njia ambayo inafaa nifuate. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya hivyo, basi umehatarisha nafsi yako, lakini utaiponya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisema bosi basi alisema hivi na hivi, nisipofanya mimi hata nitafutwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unaiangamiza hiyo kazi yenye umekimbilia ujitetee nayo, hujui kutageuka nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini fuata ile njia ya sawa, na Mungu ni mwaminifu, atakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nimeshiba. Niendelee ama nikomee hapo? Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wamama walio